Kim Media. Umoja Group 1 ni kikundi chenye idadi ya vijana 6, wote wazaliwa kata ya Ng'ambo, manispaa ya Tabora. Kikundi hiki kilianzishwa mwaka 2019 kikijishughulisha na ujasiriamali wa kuendesha bodaboda ili kujiingizia kipato. Awali, wakati wanapata wazo la kuanzisha kikundi, walikuwa vijana 10. Lakini kadiri safari ilivyozidi kuwa na changamoto nyingi, walipungua mpaka kubaki vijana 6. Juma Omari ni mwenyekiti wa kikundi hiki na hapa anaeleza milima na mabonde waliopanda na kushuka. Awamu ya kwanza tulipata mkopo tukiwa watu 10. Tulipata milioni 5 ambao ule mkopo tulinunua pikipiki 2. Zile pikipiki 2 tuliendesha ule mradi mpaka pale tulikuja kumaliza rejesho. Lakini wakati huo kumbuko kwamba tukiwa watu 10 tulipata mkopo pikipiki 2 ambazo watu 2 waliendelea kufanya shughuli na wengine waliendelea kufanya shughuli za kutumia pikipiki za kukodi. Mpaka pale awamu ya pili, baada ya kumaliza mkopo awamu ya pili tulipata mkopo milioni 10 ambapo kimsingi tuliongeza pikipiki 4. Tulipambana kufanya kazi mpaka tukamaliza ile rejesho la milioni 10. Baada ya kumaliza 10 kama kikundi, tukiwa na target ya kuweza kufika mbali au kujikwamua kiuchumi, tulikaa tukajadili na tukaomba fursa ya kupata mkopo wa gari aina ya Fuso Fighter, ambao tuliomba mkopo kutoka manispaa ya mkoa wa Tabora. Tulipata mkopo milioni 109,080 ambazo mkopo huo ulitosha kukamilisha mradi wa kuweza kupata gari hiyo, ambao mpaka hivi sasa hiyo gari tunayo na ndio tunafanyia kazi. Na tumepata mkopo mwezi wa 12 mwaka jana, kwa maana 2024. Mpaka hivi sasa tunazungumza mwezi wa 5 tarehe 6 tumeshafanya marejesho ya wastani wa takribani milioni 14 mpaka hivi sasa. Tunashukuru Mungu, tunaendelea na kazi vizuri, japokuwa changamoto hazikosekani, changamoto ni nyingi. Juma anaeleza ni kwa vipi waliweza kuaminika, kwa sababu miongoni mwa sababu zilizokuwa zikisababisha awali vijana kutokukopesheka ni pamoja na kutokuwa waaminifu kwenye marejesho. Ukweli uliopo usifichika, hata sisi vijana tunatambua. Kimsingi sisi vijana tuna mambo mengi sana. Na mambo mengi tulionao sisi, na nafikiri kwa sababu ya masuala ya ujana, wakati mwingine changamoto tunaweza kushana, kwa sababu mpaka sisi tumekaa hapa, maana yake tunaelewana. Japokuwa sio kwamba tunaelewana kwa sababu tuna changamoto ambazo zipo ndogo ndogo, tuna zingine, lakini kimsingi tunaelewana, ndio maana tunafanikisha kufanya mambo kama haya. Wale wengine walipungua kwa sababu mbalimbali, kwa sababu kimsingi tulipata mkopo ambao tulipata vitendea kazi vichache. Hivyo wengine waliona sasa kama mwendo ndio huu hapa, tutafikia kweli hata tunakuja kufia. Kwa hiyo wengine wakaamua kufanya shughuli zingine. Vijana hawa pia wamechora picha ya Rais Samia, lengo likiwa ni kuendelea kutangaza fursa zilizopo Tabora, ikiwemo miti ya miombo ambayo ni moja kati ya miti inayochangia uzalishaji wa asali bora kabisa hapa nchini. Miti hii inapatikana zaidi mkoa wa Tabora. Kwanza, mama yetu Mama Samia ambaye ni mheshimiwa rais ametusapoti kama sisi vijana ambao vijana tulikuwa tumesaulika sana. Hii picha imekuwa kama tumeifanya kuwa ni zawadi kwake na kuonyesha jinsi gani vijana wa Tabora tuna fursa nyingi. Ukiachana na tulichopewa gari, tuna fursa nyingi ya kutoka. Tuna miti ya asili kama miti ya aina ya miombo, tuna uvunaji wa asali. Hii picha imebeba jiografia ya Tabora ambayo inatuwakilisha wana Tabora, na tunatamani mama aje awekeze sana Tabora, sababu kuna fursa ziko nyingi, kuna vikundi viko vingi, kuna wajasiriamali wako wengi, kuna wapo wadogo wadogo japo na wengine ni wakubwa, ila tunapendwa tusapotiwe kama tulivyosapotiwa sisi, na tunamshukuru tumepewa gari na mradi wetu unazunguruka, unasaidia jamii. Vijana wa Umoja Group 1 bado wana kiu kubwa ya kuongeza wigo wa miradi yao ili kuongeza mapato zaidi, kuendelea kujikwamua kiuchumi, ambapo kwa sasa kikundi hiki kinamiliki pikipiki 6 pamoja na tipa aina ya Fuso Fighter ambalo ni mkopo wa 10% kutoka halmashauri ya manispaa ya Tabora. Tukiwa kama kikundi tuna wazo la kufika mahali fulani, kwa maana kuweza kuongeza mradi mwingine ambao utakuwa una mahusiano ya moja kwa moja na mradi ambao tulionao sasa hivi. Kimsingi kama wana kikundi tulikuwa na kipaumbele cha kupata mradi wa ufyatuaji wa tofali za block, ambavyo viambata vitatakikana ni kuwa na mashine moja kubwa yenye thamani ya milioni 6
kupata eneo zuri la kibiashara, na pia kama kikundi tulikuwa tunapendekeza kama tungepata fursa kupata eneo la kuchimba mchanga kwa maana ya mgodi, kwa sababu tunaamini tukipata mgodi utatusaidia sana kama ulivyotusaidia huu mradi. Utatusaidia kivipi? Kwa sababu tutapata madini ujenzi ambao tutakuwa tukisambaza, tukiwa tunauza madini ujenzi ya kwetu sisi wenyewe, sio tena ya kununua kama hivi sasa tunavyokuwa tunaenda tunanunua tripu za mchanga au tunanunua molam kwenye mashimo migodi ya watu alafu tunakuja tunawauzia watu. Endapo tutakuwa tuna mgodi wetu moja kwa moja, maana yake tutakuwa tunapata faida wastani na faida kubwa kidogo ambao inaweza ikaturahisishia zaidi hata namna kuweza kuendesha mradi wetu. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.